Simanzi na hasira vimetawala katika mtaa wa Matindigani, kata Pasua, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro, baada ya mtoto mwenye umri wa miaka 6, Idrisa Hatibu Ramadhani, aliyekuwa akitafutwa tangu jana jioni, kukutwa amefariki ndani ya bwawa la kufugia samaki la mtu binafsi, huku wananchi wakidai eneo hilo si salama kwa watoto. Tukio hilo limetokea leo Jumapili, Mei 31 mwaka 2026. Limezua simanzi na hasira kwa wananchi wa eneo hilo waliodai bwawa hilo si salama kutokana na kutokuwa na uzio imara unaoweza kuzuia watoto kufika karibu na maji. Akizungumza katika eneo la tukio, mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Philbert Beda, amesema walipokea taarifa za mtoto huyo kudondokea kwenye bwawa hilo majira ya saa 6 mchana na kufika eneo la tukio kwa ajili ya uokoaji. Majina yanatambulika mkaguzi msaidizi Philbert Beda Benavadi, kwa zamu iliyookolewa katika tukio hili la kata ya Pasua. Tunalikuwa mama majira ya saa 6 kwamba kuna mtoto ameingia kwenye bwawa la kufugia samaki na kufariki. Ndipo tukachukua jukumu la kufika kwa wakati na kutekeleza jukumu letu. Lakini kwa taarifa za awali, mtoto alipotea toka majira ya jana saa 11. Baba wa mtoto huyo, Hatibu Ramadhani, amesema mara ya mwisho kumwona mwanaye ilikuwa jioni ya jana alipokuwa akielekea kuswali. Mimi Hatibu Hamisi Ramadhani, jana jioni ndo mara mwisho toka nikaenda kuswali kama acha pale nyumbani, ndo mara mwisho nilivyoona naye. Kwa usiku tumemtafuta hajapatikana. Saa 6 saa 5 ndo tumempata hapa, tumeambiwa ameshangukia hapa. Sasa sijajua kwamba ni ameangukia hapa au amefanyiwa unyama kaja katupiwa hapa. Ni jirani yangu pale ndo amekuja kuniita pale ndani. Jana jioni saa 11 nilipotoka naenda kazini nikawaacha nyumbani. Idrisa Hatibu Hamisi Ramadhani, miaka 6, darasa anasoma chekechea. Kwa mwenyekiti tulitoa taarifa, sehemu zote tumetoa taarifa msikitini, kwa tumeshatoa taarifa ilitoka kwake. Kutokana na tukio hilo, wananchi wenye hasira walitaka kubomoa uzio wa bwawa hilo, wakidai limekuwa hatari kwa wakazi wa eneo hilo, hasa watoto. Nyumba hii hapa, mtoto wangu alidumbukia. Hawakuja kunifuata swala la lolote hao watu. Hawakuja kunifuata. Mimi naongea kutoka moyoni la nyuma. Niliwaambia fukieni ile shimo. Wakakataa. Sasa ndio limeshaua. Na niliwaambia kitu kimoja, ile shimo itakuja kuua. Haya limeshaua sasa. Inauma. Mtoto wangu amedumbukia, hakuna mtu alinifuata mimi. Hakuna mtu alinifuata. Hata ile paracetamol. Mashimo hayatakiwi kweli afunikwe, lakini sisi wa mama tujifunze pia kukaa na watoto wetu. Taarifa nilipata taarifa kwa ile saa 4 usiku jana kwamba mtoto kapotea. Basi nikawaelekeza, kwa sababu watoto si wanacheza na watoto wengi, wakawafuatilia wale watoto. Wakakosa asubuhi kwenye saa 3 nikaenda. Nikamkuta baba wa watoto. Nikamwambia mtoto alipatikana, akaniambia bado. Kwa tukaanza kupiga simu wapi, maana tunajua watoto wanatembelea huko. Akasema wanaonekana relini, ila ndugu zangu ndio wameenda huko relini. Kajaribu kupiga simu kwa mama kule relini. Kuna mtoto anaitwa hivi, meno yake yako hivi. Kwa hiyo mkimuona mtoto yote anasema kuna mtoto amelala kwake, mtupe taarifa huko juu. Sasa kwenye hii saa 4 na fanya saa 5. Mmoja kapita naanika samaki. Kana nahitaji samaki, nikamwambia si unaenda hivi. Akaniambia ngoja kwanza nikachukue nini vitu vidogo vidogo kibandani. Kama dakika 10 kaka. Yule mama akarudi. Ashana anashindwa kuhema. Nini? Kuna mtoto ametumbukia kwenye maji kule kwa Sabato. Sijajua ni nani. Akamwambia sikuta ni mtoto wa ustazi. Maana wao ndo wanatafuta mtoto tangu jana usiku. Na yule mama pia ana ripoti ya matukio ya mtoto. Akaniambia usiongee kwanza, wewe ni kiongozi, kimbilia kwanza kaangalie. Kuja nikakuta watu wameshajamu, watoto wa madrasa waliotoka madrasa wako hapo. Watoto wakawa nasema sisi kwa tunakimbizana. Tulivyokimbizana fulani akakimbilia eneo la kule, ndio tukamwona kuna mtu amedumbukia, lakini wao pia hawajajua kama ni yule Idrisa amedumbukia huko. Basi kuja kwa hakiki t-shirt ambayo tulikuwa tunaambia watu kwamba t-shirt fulani rangi fulani, kumwona nikajua kwamba ni mtoto mwenyewe huyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kata Pasua Amos Chibago aliwataka wananchi kuwa watulivu na kuacha vyombo vya sheria kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Mimi ninachotaka kuwatangazieni kwa sasa, mahali hapa msipabomoe, kwa sababu tayari sheria inafuata mkondo wake.
mkibomoa kwa sasa hapa akatumbukia mtu mwingine leo patabaki wazi, itaonekana wananchi ndio wamesababisha. Kabla ya kumzika ukijana kesho, tukisha kwamba tunapata solution ya hili jambo hapa, tulifukie na ikiwezekana iwe ni fundisho katika maeneo yote ya huku, watu ambao wanaacha maeneo kama haya bila kufuatilia kazi. Sasa jambii na polisi wako hapa, wasipofanya taratibu wiki hii, wasipoziba hapa, tutafanya wenyewe. Mimi kama naibu nitawaamrisha wananchi wenzangu, tutakuja hapa tutaliziba wenyewe. Taarifa hizi za mtoto kupotea, kwanza ilikuja taarifa ya mtoto kupotea. Kawaida yangu huwa ninaletewa taarifa mapema kwa sababu msikitini tuna maiki, mama speaker, huwa natangaza mara nyingi kupotea watoto ili watu waweze kuwaleta msikitini. Sasa na huyu pia taarifa zilikuja saa 2 baada ya sala Isha, nikaletewa taarifa kwamba mtoto wangu amepotea, naomba tutangazie. Kwa baada ya kumtangaza, bahati mbaya hakupatikana siku huo. Asubuhi babake kaniambia bado hajapatikana, nikatangaza tena. Baada ya kutangaza asubuhi nikaenda kwenye shughuli zingine, kwenye dua zetu hizi, nikapigiwa simu na jirani na mtu wa msikitini karibu na msikiti. Naomba namba ya mwenyekiti, kuna mtoto ametumbukia kwenye maji hapa. Basi baada ya kupewa taarifa hizo nikapigia mwenyekiti simu muda wa saa 5. Mwenyekiti naye akafanya ziara ya kuja kuangalia huko, na mimi nikaacha shughuli za dua huko nikaja. Baada ya kufika hapa basi ndio harakati zikaanza kutoa taarifa kila kona. Nikilipoti kutokea hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.